Kuna mabango ya Wakristo, ukienda hapo unaweza usile hata chakula. Unakutana na bango sebuleni, tena mlizo na makusudi, makochi yalikoelekea ndio umeliweka pale. Fuata kilichokuleta. Sasa sijui hata kama ukipewa chai utakunywa, maana kilichokupeleka sio chai. Lakini Joshua anazungumza, wana wa Israeli wanaelezwa habari ya neno la Mungu. Unaonaje ukiingia kwenye nyumba ya mtu anayemwabudu Mungu, alafu sebuleni pale una nyumba hii inalindwa na damu ya Yesu? Unajua inatia moyo. Unaweza ukala chakula hata hujaomba. Lakini kuna nyumba nyingine hata chakula kemea na mapepo. Mungu wetu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwetu. Tuwafundishe watoto wetu. Nilitangulia kusema nikasema, kitu kinachotuchanganya watu wa Mungu au kanisa ni Mungu wa baba, sio Mungu wa mama. Mungu wa wazazi, sio Mungu wa watoto. Ngoja nikupe mfano mmoja. Kwenye maandiko yote tuliyoyapitia, ngoja nikupe mfano mmoja. Nilifanya ibada ya maombi pale redioni, na wengine mnaweza mkawa mnafuatilia, ya watoto. Wakati watoto wanakaribia kufungua shule, tukaombea angalau na sisi, badala waje na kalamu na madaftari tuyaombee, sisi tukaandaa viwakilishi vya kalamu, tukaviombea na tukasema kalamu ya madhabahu. Tukaombea zile kalamu kwa muda mrefu tukiwa tumefunga na watumishi. Na mtoto mmoja aliniambia kitu cha ajabu sana. Akaniambia, tumeenda kwa mganga, kuna mwenzao akashauriana nao, twendeni kwa mganga kwa sababu wakati wa mtihani umefika, na kwa sababu hawana neno la Mungu wakamsikiliza na akawa na nguvu. Sasa nikaanza kujiuliza, muda mtoto anaotoka shule nyumbani kwenda shuleni na kutoka shuleni kwenda nyumbani, amepata wapi huo muda ambao na kwa mganga wakaenda wamechanjwa mpaka chale, wamepewa na hilizi, wameweka kwenye mabegi ya shule, na wameambiwa msije mkaacha kwenda nayo shuleni. Alafu fikiri huyo mtoto ni wa mtu mmoja ambaye hakosi kanisani wala hajawahi kwenda kwa mganga hata kama hajaokoka. Sasa hiyo hajawa kituko sana. Kituko kikaja akaendelea na stori yake. Akaniambia, sasa mtumishi, mama wangu mimi huwa nikielele sana. Nikamkazia macho nikasema, Mungu wangu, mama nikielele tena? Mama anaongea sana, anafanya kabisa na mdomo hivi. Kwa hiyo siku nyingine akamfuata yule rafiki yake aliyewahi kumpeleka kwa mganga kwa ajili ya masomo. Akamwambia, leo naenda kule baba kwa jambo moja tu, mama aache kielele. Unalonga na watoto wako, wala uye kumtuma wala uye kwenda naye kwenye njia, lakini mtoto ambaye bado hajamaliza elimu tayari ameshaanza kujua kwa mganga kuna msaada. Lakini kabla hatujamlaumu huyu mtoto, aliwekewa misingi gani? Alifundishwa nini nyumbani? Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Nataka tuangalie kidogo kwa habari ya malezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuende kile kitabu cha Mithali ambacho hata mara nyingi tunakitumia. Mithali 22 mstari wa 6. Hata watoto wanaweza wakawa wanafahamu wa mstari. Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Fungua na mimi tena kitabu cha Mithali hiyo hiyo 22, sogeza macho yako mstari wa 15. Biblia inasema, ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itamfukuzia mbali. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Lakini anasema 15, ujinga, hebu sema
tena ujinga uko ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Sasa naomba niangalie kidogo. Wapendwa, tunawapenda sana watoto wetu. Hata mimi nina watoto na ninawapenda, na hata sisi tulipendwa, na ndio maana leo tunamtumikia Mungu. Lakini kuna upendo ambao umezidi. Biblia mahali pengine nasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana katika moyo kuna chemchemi za uzima. Lakini kwenye moyo wa mtoto hatuonyeshi chemchemi za uzima. Biblia inasema moyo wa mtoto umefungwa na ujinga, na ujinga wa namna ya utoto hautolewi na kitu kingine. Mcharaze kidogo, sio ile ya kikatili. Watoto, Bwana asifiwe. Wangapi wanachapwa nyumbani wakikosea? Wapo. Bwana Yesu atusaidie sana, lakini wamenyoosha wachache tu, maana siku za leo hata mtoto wa jirani achapa. Namsubiri baba mwenzako, mnakaa kabisa kikao cha wanaume, aseme unajua mtoto wako alirusha jiwe juu ya bati langu kule. Kumbe nipaswa tu mcharaze, na kesho asifanye hapo kwako na asifanye kwao. Lakini kwa sababu ya mabadiliko ya malezi ya ajabu yaliyoko leo, chapa mtoto wa mtu. Unakuta kabisa mzee mwenye busara tunayemtegemea hata kanisani ameshikana na kitoto hata bado hakijajitambua. Tunaenda kwa mwalimu shuleni, shida ni nini? Alimwaga chakula cha mwenzake, mwalimu akampandika. Kwa nini mtoto wangu achapa? Acha kuendelea kulea ujinga ndani ya mtoto. Acha mtoto aonywe. Lakini pamoja na kiboko, tunarudi pale kwenye baba, mama na hawa watoto Mungu aliotupa. Tuwaombee watoto, tuwatolee sadaka kama mzee Ayubu alivyofanya. Leo ni siku ya maombi ya watoto duniani. Wangapi leo? Lakini pia sijajua ambavyo mmearrange ibada hii. Mimi nafikiri mchungaji, wakati mwingine, kwa sababu ni jambo linaandaliwa na linatangazwa tarehe, na kama kanisa hapa tunapanga utaratibu vizuri, watoto wote waje na bahasha za sadaka, wasimame nazo madhabahuni. Tuombee afya zao, tuombee ukuaji wao, tuombee elimu yao, tuombee hatima zao. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwenye swala la malezi, wako wazazi wamewapenda watoto kupitiliza. Mtoto anatukana, mama anamchapa, baba akija anambembeleza. Mtoto kwenye ule ujinga wa moyo wake anaona mama ni mbaya, baba ndio rafiki. Au baba anamtandika, mama anavuta kifuani. Huyu baba yako huyu, wewe unamuelewa. Sasa hapo nafikiri kama hamuelewi, sinabidi aelewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hivyo tu, ngoja nikuambie jambo ambalo hujakulijua. Itaonekana watoto wanafanya vizuri shuleni. Sio shuleni, wanafanya vizuri wakipewa homework za nyumbani, wanafanya vizuri sana, walimu wanafurahi. Lakini kwenye mitihani wanafeli. Tukaanza kuomba. Inawezekana watoto wanavamiwa na nguvu za giza, wanasahau. Ni kweli vita vipo, wengine wanasahau. Lakini moja ya jambo ambalo tumegundua, watoto, mchungaji, wakiwa nyumbani, homework wanafanya kwenye simu za wazazi wao. Mama anaweka bando, mtoto anachukua simu bila mama kujua mtoto anafanya nini. Kumbe anaenda na download majibu. Hebu mgeukie mzazi uliye naye hapo, mwambie wewe kujua hiyo. Unashangaa mtoto anang'ang'ana, mama simu ina bando, baba simu ina bando. Unafikiri anaenda kuangalia katuni, ameshachungulia maswali yake mawili matatu, anaenda anaweka majibu pale. Watoto wanajua siku hizi kugugu majibu.
ya maswali wanaopewa shuleni. Siku haingine hiyo simu, darasa la mtihani, ndio pale anarudi na zero. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Nikaenda nyumba moja, na ndio maana Mungu anisaidie, sipendi sana kwenda kwa watu. Hata hapa nikiangalia na mtu ambaye wewe kwenda kwake hapa, si ndio? Amen. Kaenda nyumba moja, nimepaki pikipiki kule nje, kwa sababu tayari nilikuwa nimeshakubaliana nao kwamba naenda pale. Pikipiki ilivyopaki tu, mama akakimbia akachukua remote, kaenda kabadilisha channel kwenye TV, akaweka Upendo TV. Kwa hiyo pale kwa kuna nyimbo za gospel zinacheza pale, lakini mtoto akaanza kulia sana. Sasa nikaanza kujiuliza swali, mbona kulikuwa na shwari? Huyu mtoto analia nini? Alafu akawa anakandamizwa kwa namna kuambiwa nyamaza, nyamaza mtoto, bila kujali mgeni amekuja, bila kujali mgeni ni wa kawaida au ni mtumishi wa Mungu amekuja, au niwewe kumuona au sijawe kumuona. Akamwambia mama yake, ukitaka ni nyamaza, ondoa ule ujinga, weka movie yangu, ondoa ule ujinga, weka movie yangu. Yule mama niliona akiwa amepata shida ya kisaikolojia, mpaka tumefanya kilichonipeleka, mpaka naondoka. Yule mama, nisamehe tu mtumishi wa Mungu, unajua watoto wetu hawa, hakuna cha watoto wetu hawa. Watoto wetu Mungu ametupa ni baraka, na baraka za Mungu hazileti kwetu majuto, hazileti kwetu aibu, hazileti kwetu huzuni, bali baraka za Bwana zinatakiwa ziwe amani katika familia zetu, na tuendelee kuongezeka. Katika tunavyoongezeka, tuendelee kumwona Mungu, watoto wetu wakuwe na Bwana, watoto wetu waongozwe na neno la Bwana. Unafanya hivyo? Kuna familia ziko hapa, hata saa ya chakula hawaombi. Wangapi wakila chakula wanaomba? Alafu angalia dhambi za kanisani ni mbaya, bora hiyo unaotendea kulili ukija kanisani utu. Mungu atusaidie sana. Amen. Jamani, naomba kwenye swala la malezi tuwasaidie hili taifa la Mungu. Hawa ndio wachungaji wetu wajao. Wametuimbia wimbo wao hapa kwamba mimi ni mchungaji ajaye, mimi ni kiongozi ajaye. Ni kanisa. Hawa ndio washirika waadilifu wa kesho